Sana TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sanadina wa shafina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma baad, kila mahali pana maneno yake ya kusema. Hapa tuko katika shughuli iliyoandaliwa na dada zetu Hijab Sisters Hub katika iftari hii mwaka huu wa 2026. Tuanze kwa kuwapongeza Hijab Sisters, hawa dada zetu wa Kiislamu ambao wametambua Uislamu wao na wakatukuza tangazo lao la hijab, na baada ya kuvaa hijabu zao wakaamua watende yaliyokuwa mazuri. Na fananisha jambo hili na beti moja ambazo zilizotungwa na mwalimu wangu nikiwa chuoni Madina, aliposifia mji mmoja uliorudishwa katika mikono ya nchi, akisema hayil malihata fi jamali suksuki wa halawati taqwa wa husnul maslaki wasanatun tuana alhijabu jamalaha fabadat malahatuha min ghairi tahattuki. Sema salimia urembo na uzuri katika uso wa binti huyu wa suksuki, afu pia salimia utamu wa ibada na uchaji uliomo ndani yake. Mrembo sana, lakini suana alhijabu jamalaha, hijabu imekwenda kulinda ule urembo wake. Fabadat malahatuha, baadaye urembo ule ukatokea na uzuri wake ukatokeza, lakini si kwa kutia kinyaa wala kichefuchefu. Mungu awabariki sana kwa msingi mkubwa uliowajumuisha mkawa hivyo, na watu ni zile tabia zao muda wa kuwa bado wanazo, na tabia zao zikiondoka basi na wao hawapo. Kwa kuwa kwamba tuna kina dada ambao wamejua kwamba wao ni wavaa hijabu, wakajivisha hijabu, alafu wakaamua wawe na uchaji, wakafikiria mambo ya kiMwenyezi Mungu kama haya, basi hii ni dalili kwamba Uislamu katika nchi yetu upo. Nipende kuwapongeza na kufurahia na uwepo kwa viongozi wengi mbalimbali, wakina mama walioko hapa na viongozi wanaume walioalikwa katika shughuli hii. Lakini nihimize chaguzi nzuri walizozifanya za nani wawafuturishe wenye shida, wenye matatizo, disabled ambao watakuwa wako hapa, kwamba wao ndio wakufuturishwa haswa. Hilo ni sawa, kwa sababu kumfuturisha mwenye shida kweli ni tofauti na kufuturisha watu ambao tayari wameshiba. Mungu awabariki sana. Wakati natangulizwa hapa, nimetajiwa kitu kimoja kwamba huyu shekhe wetu amekuja, kiongozi wetu ambaye ni mlezi wetu, atulee kutupeleka katika natija njema ya faida ya hapa duniani na kesho akhera. Niseme neno moja kwamba muumini yoyote, sio mwanamke tu au binti wa kike, mdogo au mkubwa au mzee, mwanamme au kikongwe, hatopata faida ya dunia na akhera ila yeye mwenyewe kwa kushikamana na Mungu. Mungu anasema katika surati Nur aya 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, Mungu kawaahidi wale waliomwamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mema. Wanaeleza sababu za mafanikio. Kwanza, kuwa na imani ya Mungu kwa nguzo zake zote zile 6, halafu ukaamua uwe ni mtendaji matendo mema kama hivi ambavyo mlivyofanya leo. Mungu anasema la yastakhlifannahum fil ardi, waumini wa kweli wakiwa ni waumini sawa sawa, halafu wakawa wanatenda matendo mema, Mungu atawafanya waitawale ardhi, atawafanya wawe ndio wasimamizi wa hii ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama vile alivyofanya hivyo walioamini kweli na kutenda mema kabla yenu.
walayumakkinanna lahum dinahum allati irtadha lahum, kisha ataipa madhubuti dini yao ambayo Mungu karidhia iwe ndiyo dini yao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Mungu atawabadilishia maisha ya hofu waliokuwa nayo yawe maisha ya amani. Yaabudunani la yushrikuna bi shay'an, wa wananiabudu mimi bila kunishirikisha na chochote. Kama mkafara baada dhalika fa ulaika humul fasiqun, na atakayependuka akenda kinyume baada ya hapo, huyo ndio mtu fasiki, mtenda maovu. Nimalize tu kwa kusema matendo yenu ni mema na nyinyi wenyewe ni wema, daftari yenu ni njema na italiwa na watu wema. Akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum malaikatu rahman, chakula chenu kitaliwa na waliokuwa wema na wawaswalie nyinyi na kuombea dua njema malaika wa Mungu ar-Rahman. Wa dhakarakum Allahu ala man inda, na Mungu awatajeni huko kwa hao walioko huko kwake malaika. Mungu awazungumzie kwamba kuna mabinti ambao wamejiunga wakajiita jina Hijab Sisters Hub, na leo wamefuturisha na wamealika watu na mashehe wao ili waweze kupa mwongozo. Muda wa kuwa matendo mema kama haya yapo, basi nchi yetu hii itaendelea kwa vizuri. Na nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa mufti wetu ambaye analea mambo mazuri kama haya, lakini nishukuru pia Mungu kwa kutupa nchi ambayo ina amani, tunaweza kutana kama hivi. Na nihusie kwamba tusiache kuomba amani kwa nchi yetu, Mungu aweze kuilinda hili. Wanaswamu, naomba msisahau qiyamul layli, mkisimama mkiwa mnajiombea, semeni Mungu idumisha amani. Na mtu yoyote anataka kuivunja amani, Mungu wewe amjua dhamiri yake na yukoje, kushindwi kupindua mipango yake ikamnyonga mwenyewe. Mungu atakabali saumu zetu na ibada zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivi upe